Watanzania tusisahau, ni miaka michache tu iliyopita ulikuwa ukienda hospitali hata Panado hakuna. Sasa hivi hizo stori hazipo. Kama zitakuwepo basi ama ni uzembe wa watumishi waliopo kwenye hilo eneo, ama kuna mtu mmoja akafanya uzembe kasababisha watu wakose dawa. Lakini dawa zinapatikana. Bohari yetu ya dawa MSD inafanya kazi kubwa. Tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye bohari ya dawa ili iweze kuhudumia upatikanaji wa dawa kwa wananchi. Na kufuatia agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kuimarisha uwezo wa nchi katika kuzalisha bidhaa za afya ili kufikia azma ya kujitosheleza kwa 80% ifikapo mwaka 2030, serikali kupitia Wizara ya Afya inaendelea kukiwezesha kikosi kazi maalum kinachoitwa Pharmaceutical Investment Acceleration Task Force, yani PIAT, kwa ajili ya kuratibu, kuwezesha na kuharakisha upatikanaji wa viwanda vipya vya bidhaa za afya nchini, na hivyo kurahisisha upatikanaji wa dawa na kupunguza gharama za serikali kununua dawa kutoka nje ya nchi. Kwa sasa hivi sehemu kubwa ya dawa, nadhani zaidi ya 50% au 70, dawa tunazipata kutoka nje ya nchi. Lengo letu serikali, tunataka kwa 80% ifikapo mwaka 2030 dawa zizalishwe ndani ya nchi. Haya mabilioni nayo yasema bilioni 242 ambazo tunapeleka nje ya nchi kwa ajili ya kununua dawa na vifaa tiba tuvipate kutoka ndani ya nchi. Lakini katika wizara hii ya afya ama katika huduma za afya tumeendelea kufanya mambo mengine ya kimaendeleo. Tangu Julai 2025 hadi Machi 2026, serikali kupitia Wizara ya Afya tumetekeleza miradi ya maendeleo katika sekta hii yenye gharama ya shilingi bilioni 202.96. Ni mabilioni ya fedha. Na yasema haya ndugu zangu kwa sababu huko mitandaoni na kwenye baadhi ya vyombo vya habari umeanza siku hizi mtindo wa kuisema serikali juu ya bajeti yake na deni la taifa. Ndugu zangu, deni la taifa kuwepo sio tatizo. Tatizo ukipata zile fedha unafanyia nini? Na mimi leo hii hapa niko kuambia kwenye sekta ya afya peke yake. Acha maeneo mengine huko, miundombinu, madaraja, ndege, reli, mabwawa ya maji, umeme na kila kitu. Hayo ni ya siku nyingine. Leo nitawaambia katika sekta ya afya. Ili baada ya hapo anayekuja kusema hela zinachukuliwa tu hovyo hovyo atoke aseme. Sisi tutasema tumechukua hela, serikali imechukua fedha hapa, imefanya yafuatayo. Tumefanya mradi unaitwa Investing in People, uwekezaji kwa watu. Mradi huu unahusisha ujenzi wa wodi za watoto wachanga, ujenzi wa vituo vya afya vya kada za kati, pamoja na ujenzi wa majengo ya damu salama. Mradi huu unagharimu shilingi bilioni 31.19. Kupitia utekelezaji wa mradi huu, huduma za kibingwa zinaendelea kutolewa katika halmashauri zote 184 kupitia programu ambayo inaitwa Mama Samia Mentorship. Aidha, mradi umewezesha maandalizi ya ujenzi wa miundombinu katika vituo vya afya vya Bombo, Mbulu, Mpwapwa, Kibondo na Sane. Sasa na Same, wale watu ambao wanauliza sana kuhusu jambo hili, nendeni kwenye vituo hivi mkaone Mama Samia Mentorship imefanya nini. Lakini pia tumefanya uendelezaji na ujenzi wa vyumba vya uangalizi maalum ICU katika hospitali za rufaa kule Kagera, Sumbawanga, Mawenzi, Kigoma. Vile vile mradi umewezesha ununuzi wa vifaa vya SBBC kwa ajili ya kuimarisha huduma ya damu salama. Lakini pia tumetekeleza mradi wa ukamilishaji wa ujenzi wa jengo la kufulia, jengo la kuhifadhi maiti, jengo la kutakasia vifaa tiba, jengo la kuzalisha hewa tiba, sehemu ya kusubiria wagonjwa, jengo la miozi, pamoja na kazi za nje za ukamilishaji wa wodi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Burigi Chato kwa kiasi cha shilingi bilioni 5. Kazi hii imefanyika kule Chato. Wale ambao wanataka kuhakikisha waende Chato wakaone. Tumefanya mradi wa ujenzi wa hospitali ya mama na mtoto katika mkoa wa Dodoma ambao unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 8. Shilingi bilioni 6 tayari zimeshatolewa na kazi pale inaendelea. Tumefanya uendelezaji wa miundombinu ya uimarishaji wa hospitali za rufaa. Serikali kupitia Wizara ya Afya inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu katika hospitali za rufaa za mikoa kwa lengo la kuboresha huduma za afya, hususan huduma ya mama na mtoto, wagonjwa wa nje yani OPD, ndio kama wodi hii hapo unapoona mbele yangu, wagonjwa wa ndani yani IPD, huduma za mionzi, ICU, EMD kwenye majengo ya dharura, huduma za dharura, pamoja na miundombinu ya damu salama. Sasa naomba, kwa sababu watu wengi watasema msigo unatupanga, naomba nitakapotaja kila mkoa walioko kwenye huo mkoa, nendeni kwenye hospitali ya mkoa mkaangalie. Kagera
tunafanya ujenzi wa kituo cha umahiri kwa ajili ya matibabu ya magonjwa hatarishi na milipuko, yani isolation center, kwa gharama ya shilingi bilioni 5. Kisarawe, Pwani, nendeni mtakuta ujenzi wa kituo cha umahiri kwa ajili ya matibabu ya magonjwa hatarishi na milipuko. Tumepanga kutumia pale shilingi bilioni 6. Hivi ninavyozungumza nanyi, kazi ya ujenzi inaendelea, tupo 53%. Mlioko Tabora, tunafanya ujenzi wa hospitali maalum ya huduma za utengano kwa gharama ya shilingi bilioni 5. Fedha hizi zote zinatoka katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, tunajenga jengo la huduma za mama na mtoto, yani maternity complex, kwa gharama ya shilingi bilioni 6. Nendeni mkaangalie. Walioko mkoa wa Dodoma hapa, kuna ujenzi wa jengo la kuhifadhia maiti kwa gharama ya shilingi bilioni 2.5. Katika hospitali ya mkoa wa Geita, nendeni pale, ujenzi wa jengo la mama na mtoto lenye thamani ya shilingi bilioni 8. Ujenzi umefikia 60%. Mlioko katika hospitali ya rufaa, mlioko mkoa wa Kagera, nendeni katika hospitali ya rufaa mkaangalia ujenzi wa jengo la wazazi, tunajenga pale kwa bilioni 6. Katavi, tunajenga OPD na maternity complex kwa shilingi bilioni 5. Kazi hii imefika 98%, karibu inakamilika. Mlioko mkoa wa Manyara, tunajenga EMD, jengo la huduma za dharura, ICU, OPD, tunajenga jengo la utawala, jengo la mionzi, na tumetenga shilingi bilioni 1, na jengo hivi ninavyozungumza nanyi limefika 99%. Mtwara pale Ligula, kuna ujenzi wa jengo la OPD, tunalijenga kwa shilingi bilioni 3. Mlioko mkoa wa Mara, nendeni katika hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, awamu ya 4 ya ujenzi wa hospitali hii imefika 95%, na imeshaanza kutoa 98%, na imeshaanza kutoa huduma. Imepanda mwaka 2021 ilikuwa 65%. Lakini mlioko Kigoma, nendeni Maweni, mtakuta kazi inaendelea, ujenzi wa OPD, ambayo sasa hivi tuko katika hatua za mwisho kukamilisha, ni karibu 100% imekamilika. Mlioko mkoa wa Kilimanjaro, nendeni Mawenzi, mtaona ujenzi wa jengo la mama na mtoto, tunatumia bilioni 2, kazi imefika 97%. Mlioko mkoa wa Mbeya, tena nendeni mkaangalie ujenzi wa OPD katika hospitali ya mkoa, tunatumia shilingi bilioni 3.5. Mlioko mkoa wa Morogoro, nendeni mkaangalia hospitali ya mkoa, mtakuta ujenzi wa jengo la wazazi, tunatumia shilingi bilioni 7. Mlioko mkoa wa Arusha, nendeni Mount Meru, mtakuta ujenzi wa jengo la kulaza wagonjwa IPD, wagonjwa wa ndani, tunatumia shilingi bilioni 6. Mlioko mkoa wa Mwanza, nataka kila mtu kwenye mkoa wake akaone, mkoa wa Mwanza pale Sekoture tunajenga OPD shilingi bilioni 5. Mlioko Shinyanga, nendeni mkaangalie pale hospitali ya mkoa, tunatumia shilingi bilioni 7 kujenga jengo la maternity kwa ajili ya kina mama wanaojifungua. Mlioko hospitali ya mkoa Simiyu, nendeni pale mtaona ujenzi wa jengo la mama na mtoto, tunatumia shilingi bilioni 1.06, tumefika 96%. Mlioko hospitali ya mkoa Lindi Sokoine, kuna awamu ya 3 ya ujenzi wa jengo la OPD, imefikia 5%, kazi inaendelea. Hospitali ya rufaa mkoa wa Songwe, mtakuta kuna jengo la mama na mtoto, tunatumia shilingi bilioni 3, tumefika 62%. Mlioko hospitali ya Sumbawanga mkoa wa Rukwa, kuna jengo la damu salama, tunatumia shilingi bilioni 2.14, kazi imefika 67.5. Nimetaja kila mkoa ili kila Mtanzania popote alipo aende akajionee kwa macho yake, msisubiri kuambiwa, kwa sababu wako watu wengi wanapita mitandaoni wanapotosha wananchi. Wanataka wananchi muamini kama vile serikali hakuna kazi inayoifanya, lakini kazi zinaendelea. Fedha zinazotengwa zinaelekezwa kwenye maeneo mahususi kwa matumizi sahihi. Na ni kweli kwamba inawezekana katika baadhi ya miradi kukawa kuna ufujaji wa fedha. Sheria zipo, hatua zinachukuliwa na watu wanachukuliwa hatua. Lakini ndugu zangu wa Tanzania, fedha zinaelekezwa kwenye miradi na matokeo yapo, nendeni mkaone.